Lakini Kayo alipokuwa akitoroka nyumbani alikuwa ameacha mchoro wa kipande cha mti kilichokuwa kimekatwa, na hapa ni eneo la msitu. Na akili za mwanamama Nicole zikawa zimechanganya na kuhisi kwamba huenda jamaa atakuwa katika misitu ya jirani na hapa katika maeneo yao. Moja kwa moja akaagiza watu wachunguzi wa misitu na wakaingia ndani ya mapoli. Waliingia ndani ya mapoli mishale ya saa 12 jioni, lakini waliweza kufanikiwa kumkuta mwamba mida ya saa 9 hivi akiwa amesimama katika pande fulani la mti. Walipomuuliza anafanya nini, akasema kuwa anaisubiria familia yake kwa sababu Josh alimwambia kuwa yeye ni alien, huenda familia yake inatokea juu. Lakini aliporudi nyumbani, mzee Steven akawa anamwambia kwamba hutakiwi kabisa kulazimisha majibu katika maisha yako, bali unatakiwa kuitafuta amani ya maisha bas. Lakini leo maajabu ni kwamba jamaa kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yake aliweza kupata usingizi, ila maeneo aliyoenda kupatia usingizi ni katika beseni la kuogea bafuni. Alafu alikuwa ameplay sauti za muziki kana kwamba yuko katika mapoli. Lakini katika yale mapoli, kitu ambacho wale wachunguzi hawakuweza kukiona ni kwamba katika eneo lile lile la mti ambao Kayo alikuwa amesimama kulikuwa kuna fuvu, ni kama kuna mtu alikufa muda mrefu sana hapo. Kama unavyojua mzee Steven anampenda sana Kayo kwa sasa hivi kwa sababu mwamba anajua sana kompyuta, kama amempeleka ofisini kwake makusudi bana. Lakini huku nyumbani mwanamama amebakia, lakini akawa anapokea naye simu kutokea katika kitengo cha uchunguzi wakisema kuwa katika eneo ambalo Kayo ameweza kupatikana wameweza kukutana na mifupa fulani. Lakini pia walifanikiwa kuikuta nembo fulani hivi ambayo na wenyewe pia walikuwa haielewi hii nembo ya kitu gani. Okay, upande wa pili huku Kayo alikokuwa ameletwa ofisini kwa mwamba Steven, aliingia katika chumba cha siri sana hapo ofisini na akarekebisha kila kipengele katika kompyuta. Bosi wa mzee Steven alishangaa sana uwezo wa huyu kijana. Na akiwa amerudi nyumbani, mwanamama alimletea ule mchoro ambao alikuta katika lile eneo ambalo kuna mtu alikuwa amekufa, lakini mwamba Kayo akasema kuwa hajui chochote kuhusiana na huo mchoro. Lakini baba mtu anayefahamika kama Steven akawa anasema kwamba polisi wana wasiwasi kwamba huenda Kayo ndo anahusika na mauaji yale. Ni kwa nini alikuwa anasimama katika eneo lile ambalo lina hilo fuvu la mtu? Bana, nje kabisa ya nyumba. Kama unakumbuka mara ya kwanza Kayo amewahi kutoka nje ya nyumba na akakutana na gari fulani hivi lilikuwa linapita jirani na nyumba yao. Na siku ya leo ile gari ikawa inapita mara ya pili na kuna mtu alikuwa kitazama sana hapa nyumbani. Kesho yake nyumbani hapa mwamba Kayo alikuwa amebakia peke yake, alishindia kutazama television tu. Ghafla tu mara mitambo ikaanza kusumbua, akawa anapanda juu kabisa ya nyumba kwenda kurekebisha kingamuzi. Na wakati huo bidada Amanda alikuwa akipita na gari yake, alishangaa namna ambavyo jamaa anapanda juu ya dari pasipo hata ngazi, na alikuwa anapanda kwa haraka zaidi. Roy kusikia kishindo cha gari kuweza kupata shida, akawa ametoka kwa haraka, na hapa alimkuta bidada Amanda huko akiwa anamshangaa Kayo akiwa anashuka kutokea katika ile ghorofa, na wakana muuliza Kayo, ulikuwa unapanda kule kufanya nini? Lakini mwamba akawatoa hofu na kuambia kuwa alikuwa anapanda kwenda kurekebisha kingamuzi. Nyakati za usiku akiwa anapata chakula cha jioni, basi bana we, shule wameanza kutuma ripoti huku tofauti nyumbani wakisema kwamba dogo Josh anafaulu sana. Je, mabadiliko haya ni ya kweli? Dogo Josh akawa anajisifu tu na kusema kwamba hiyo ni kwa akili yake yeye mwenyewe, lakini mwamba Kayo akasema kuwa mimi ndio ninayemsaidiaga. Kitu ambacho Roy akaanza kumlaumu na kumwambia kuwa kwa nini unamsaidia mtoto kufanya homework. Lakini huku mzee Steven alikuwa akipokea simu kutokea ofisini kwa kile ambacho Kayo ameweza kukifanya, basi mzee Steven akaongezewa mpaka mshahara, ikiwa ni habari njema sana kwake. Lakini nyakati hizo za usiku mwamba Kayo alikuwa ametoka na kuelekea kwa kina Amanda akisema kwamba anastahili lawama zote kwa kusababisha ajali ya Amanda iliyoweza kupelekea gari yake kuweza kuharibika. Lakini wakati huo mama yake na Amanda akasema kuwa sikuhitaji kukuona hapa nyumbani, naomba uondoke na funga kabisa mazoea na binti yangu. Lakini Josh na dada yake ambaye anafahamika kama Roy wakawa wamemwita Kayo na kuanza kumchamba huku kumwambia kuwa siku nyingine ukitusaidia au ukitufanya jambo fulani usiliseme wala usitoe hiyo siri, sawa Lakini kesho yake alfajiri mwanamama Nicole akamchukua Kayo na kumpeleka katika chumba cha kompyuta alichokuwa akitumia mzee wake Steven na kumwambia kuwa kuanzia sasa hivi utakuwa ukitumia chumba hiki katika kulala, na wakamwekea ile beseni la bafuni mwamba atakuwa analala humo. Lakini pia mzee Steven kesho yake akaonekana akiwa anaelekea na Kayo ofisini. Kumbe bosi alikuwa anamtaka Kayo aweze kuwepo katika maeneo ya ofisini kila mara. Aligundua kwamba Kayo ni zaidi ya binadamu. Lakini mama wakati anaendelea kumpambia Kayo chumba chake kwa kutumia ile michoro ambayo jamaa huwa anaicholaga, alikuja kugundua kwamba ile michoro ukiunganisha inatokea ile alama ambayo polisi waliweza kuhisi kwamba huenda Kayo anahusika na mauaji. Lakini wote tunakumbuka kwamba Kayo alisema haijui kabisa hiyo alama na hajawahi kuiona. Na nyakati za usiku zilipoweza kufika, mwamba Kayo alikuwa akiota ndoto kana kwamba alikuwa akiogelea na bidada Amanda katika swimming pool, na wakati tu anataka kukiss basi akawa ameshtuka kutoka katika ndoto hiyo. Mapema tena na alfajiri mama akampigia yule mtaalamu wa saikolojia mkuu zaidi, na hapo akaanza kujadili kuhusiana na huo mchoro. Lakini Kayo akasema kuwa hicho ndio kitu ambacho anakionaga kwenye akili yake japokuwa hajui ni nini. Hapa wakalazimika kuongeza utafiti zaidi juu ya hiyo alama walioweza kuiona. Wakaja kugundua kwamba kuna jamaa mmoja anafahamika kama Thomas, alikuwa akifanyia kazi katika kampuni fulani hivi, lakini mwisho wa siku akaja kuacha kazi baada ya kugundulikana kwamba ana alama hii. Lakini pia huyu jamaa anayefahamika kama Thomas bila shaka tumewahi kumuona katika nyumba kina Kayo, alikuwa akipita na ile gari. Ndio huyu jamaa. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya weekend. Bidada Roy pamoja na Josh
Josh pamoja na Amanda hawa wanasoma katika shule moja, na siku ya leo walikuwa wako vacation katika mitaa fulani hivi, lakini dogo akawa anamsii dada yake kumwambia kuwa anahitaji namba ya demo moja hivi, dada naomba ukanichukulie. Lakini pia Nicole na Steven wakataka kumwanzisha Mwamba shule kwa sababu hapaswi kabisa kuendelea kufanya kazi katika ile makampuni, majukumu ambayo yeye mwenyewe anaonekana kutokuyafurahia sana. Mwamba Kai siku ya leo ameletwa shule, wengine wote hawajui kwamba Mwamba amekuja kusoma katika shule hii. Jamaa amefika tu, kwanza akajirusha katika maji, alafu akazamia huko kwa muda mrefu. Bidada Amanda kazama chini kwenda kumfuata jamaa. Lakini bidada Amanda baada ya kumtoa Mwamba kutokea katika kina kirefu cha maji, ajabu ni kwamba jamaa kaonekana mjomba kuweza kutikisika. Watu wote wakabaki wanacheka tu kwa sababu jamaa alikuwa amefanya kitendo cha aibu mbele za watu. Ni Mwamba Kayo alipoweza kurudi nyumbani, mzee Steven akaanza kumfundisha kwamba hiyo ni hali ya kawaida kwa mwanaume kusisimka, kama vile ni kitu cha kawaida kabisa, wala sijisikie vibaya kuchekwa na watu. Siku ya leo yule kijana anaingiaga getoni kwa bidada kupitia njia za uhizi tu na kuweza kufanya mambo yake. Basi siku ya leo alikuja kwa bidada na kuanza kumshawishi na kumwambia kuwa watoke siku ya kesho kuelekea katika party itakayofanikia shuleni. Lakini pia upande wa pili dogo Joshi alipoweza kugundua kwamba Kayo mjomba alikuwa amesimama mbele za watu, basi akaanza kumpatia majarida ambayo yanaonyesha kina dada ambao wako nusu utupu na kumwambia kuwa sometimes wewe unajichukulia sheria mkononi bana, chukuaga magazeti haya unayatazama. Jamaa aliyatazama yale majarida lakini hakuwa amesisimishwa hata kidogo. Lakini wakati huo bidada Amanda akaamua kuingia ndani ya jumba ambalo Mwamba Kayo anashinda na kugundua kwamba jamaa alikuwa akimchola kila siku. Lakini yukokuwa Mwamba pia alikuwa amepewa yale majarida na Mwamba Joshi alikuwa ameyashikilia mkononi. Kwa bahati mbaya bidada akaweza kuyaona, akagundua kwamba huenda Mwamba anawashwa vibaya sana huyo. Akampeleka katika mazoezi ya kuogelea kule katika swimming pool. Namna alivyokuwa akimshika Mwamba, jamaa hisia ndo zinapanda tu yani. Na sasa huku nyumbani bana, bidada Roy alikuwa amemletea mdogo wake namba ya kadem kale ambako bidada alikuwa ameombwa kwamba aende akaiombe hiyo namba kisha amletee dogo mtu. Dogo mtu ameletewa namba, bahati mbaya ile namba ipatikaniki yani. Na huko katika eneo la shule bado mazoezi ya kuogelea yanaendelea kama kawaida, na Kayo alikuwa ni mwepesi sana kujifunza na akawa na spidi kubwa. Bidada Amanda akafurahishwa sana na uwezo wake na kumwalika Mwamba kwamba anahitaji tuonane wakati mwingine tena. Hasa mzee Steven licha ya kwamba alienda kumwandikisha Kayo katika ile shule, lakini bado alikuwa anamhitaji kule sana ofisini. Akawa anasema kwamba Kayo ni wa muhimu sana kule ofisini, lakini mke mtu akawa anasema hapana bana, Kayo bado hajafikia umri wa kwanza kufanya kazi kwa sasa hivi, anahitaji kutengeneza mahusiano mazuri na jamii kwanza. Bwana sasa katika jumba fulani bila kitajili sana na eneo la maficho tunaweza kumwona yule Mwamba Thomas akiwa yuko na mtajili mmoja anafahamika kama Banka. Na hapa walikuwa kijadili juu ya mradi wao waliokuwa wameufanya. Ila ajabu ni kwamba wanajadili kuhusiana na mradi, ila huku wameshika faili ambayo inaonyesha picha ya Kayo na kila taarifa zake. Bidada Amanda huku mtaani ameshamwalika Mwamba mpaka tena nyumbani kwa mara nyingine, na siku ya leo alikuwa akimuonesha michoro ambayo baba yake marehemu alikuwa akichora. Akasema kwamba hii ni michoro ambayo babangu alikuwa akichora wakati mwingi. Kwa hiyo bidada Amanda ametokea kuvutiwa sana na huyu Kayo kwa sababu ana kipaji sawa na baba yake, kipaji cha kuweza kuchora. Na bidada kwa kuwa anajua Mwamba anapenda sana anaposikia sauti ya kinanda ambayo bidada anapiga, akaenda kumpigia kinanda moja kwa moja. Mwamba kila akimtazama bidada moyo wake unadunda tu. Aliporudi nyumbani siku hiyo akaanza kuchora. Anachora kama vile analipua, lakini huwa anachora picha kali sana. Kumbuka kwamba bidada Roy siku ya jana alialikwa na ule mpenzi wake Jackie kuelekea katika party. Sasa bidada akawa anakusanya kila kitu chake akiambatanisha na condom. Lakini pia naye dogo Joshi akawa anampigia sana yule demo ambaye alikuwa amepewa namba yake. Mwisho wa siku akawa amepatikanika. Na hapa bana akagundua kwamba na pia yule msichana atakuwepo katika ile party. Akawa anamshawishi Kayo kwamba waelekee naye pamoja kule kwa sababu hata Amanda atakuwepo. Basi Mwamba Kayo akauchukua ile mchoro na kuahidi kwamba atakwenda kumpatia Amanda katika hilo eneo la party. Lakini upande wa pili kwa wale watu ambao wana faili la Mwamba Kayo, bado kila wakati wanakuaga na malumbano ya mara kwa mara na wakaishia kuweza kumteketeza mmoja kati yao. Sasa ile wiki ni kwa nini mmoja ameweza kuuliwa. Hasa katika usiku huu wa party dogo Joshi kama kawaida ameweza kukutana na kale kamrembo kanakofahamika kama Ashley ambako alikuwa ameomba namba yake ya simu na wakawa wamekutanikia katika maeneo fulani vya swimming pool. Wala hata muongezi wao hajafika mbali, mzazi wake na yule bidada Ashley akawa amefika. Lakini huku katika maeneo ya mapori bidada Roy ile kondomu yake akawa ameitumia na Mwamba Jackie bana. Wamefanya yao mpaka ni kimeweza kumalizika. Hasa kumbuka kwamba naye Mwamba Kayo alikuwepo katika ile party akitegemea kuwa Amanda atakuwepo, lakini kumbe dogo Joshi alikuwa amemdanganya Mwamba ili aweze tu kufika hapa kuweza kumsindikiza. Kayo amekunywa pombe, haelewi chochote kile. Kumbe kuna bidada mmoja anafahamika kama Hilal alikuwa amemlalia hapa na kuanza kumwongelea maneno fulani hivi ya kimahaba. Sasa Roy hatakagi kabisa huyu Hilal azoeane na mtu yote wa karibu na familia yake, akawa amemfukuza. Ugomvi mzito ukaanza kuibuka kati yao. Kumbe bana Hilal pamoja na huyu bidada Roy wanampendaga wote huyu Jackie, na Jackie anakuwa anawachanganya sana hao watu kwa kuchepuka nao wote wawili. Kwa hiyo ni kama vile wanavisa hao watu wawili. Bwana kesho yake mapema na alfajiri wakiwa wameelekea shuleni, Mwamba akiwa mbeba bado ule mchoro kuanzia siku ya jana alipokuwa ameenda nao katika party na bidada hakuweza kutokea. Siku ya leo aliweza kumuona bidada Amanda akawa ametabasamu na kutaka kwenda kumkabidhi mchoro ule. Hutaamini macho yako, kumbe bidada Amanda ana mpenzi wake anayefahamika kama Charlie. Wakawa wamekisi mbele ya Mwamba Kayo, kitu ambacho kikamvunja sana moyo Kayo na kujikuta amekosa mpaka nguvu. Akauchukua ule mchoro aliokuwa ameuchora kama zawadi tu kwa bidada, akaenda akautupa katika maeneo ya swimming pool. Huku wakati huo Joshi akawa ametimba katika mitaa hii na kumkuta Kayo akiwa ni mwenye huzuni sana. Bwana unadhani
nini ambacho kitakwenda kujili katika episode ya 3. Nikukumbushe kwamba una nafasi ya kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini kumbushe wewe ambaye bado hujagusa alama ya kulike, fanya hivyo. Wakikuuliza anaitwa nani, waambie anaitwa DJ Paul wa PVP Media Max, na hii bana ni chaneli yako pendwa ya burudani, kila siku na kila saa. Ubaki nasi.